والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Katika halaka yetu iliyopita tulitafsiri aya 2, wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Kwa mukhtasar tukasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na usiku pindi unapofunika, wan-nahari idha tajalla, na mchana unapodhihiri. Tukaeleza kuwa katika balagha Qur'ani kama tunavyofahamu ilikuja katika lugha ya Kiarabu, na hakuna lugha ambayo ina balagha katika lugha zilizoko duniani kuliko lugha ya Kiarabu. Tulieleza makusudio ya kiapo. Mwenyezi Mungu anapoapa huwa anataka watu wazingatie katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaapia. Tukaeleza usiku namna unavoleta faraja kwa waumini, kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Naba, waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara maasha. Usiku ni kama vazi ufunika watu, na mchana umefanywa ili watu watafute maisha. Na tulieleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa, kwa kuwa usiku hakuna kiumbe asiyeujua, wala hakuna ardhi yoyote katika dunia hii ambayo haipitii usiku. Hata kama kuna nchi ambazo labda masafa, yani ile masaa ya usiku ni mengi au masaa ya mchana ni mengi, lakini kuna kipindi katika mwaka lazima watapitia usiku. Ziko nchi ambazo ukienda, kwa mfano tulisema saa 2 za usiku bado jua liko. Ni saa 2 za nini? Za usiku, lakini bado jua linawaka. Ni kipindi maalum, lakini huenda ikafikia kiwango wakati fulani jua nalo bado yani jua likatua na watu wakaingia usiku. Moja katika neema kubwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoeleza masuala ya usiku. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura Ar-Rum kwamba lau Mwenyezi Mungu huyu angelijalia usiku kuwa ni milele, basi ni Mola gani anaweza kuwapa mchana mukatafuta maisha? Na lau Mola wenu huyu atataka kwamba mchana uwe ni milele, ni Mola gani atawapa usiku ya kuonyesha mukapata starehe? Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twasema anadhihirisha ile ownership, total ownership, absolute ownership, kwamba ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, which means haya maisha yetu, pumzi zetu na harakati zote za kimaisha
the real owner ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani yule mwenye kumiliki maisha yetu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema moja katika powerful message Mwenyezi Mungu anapoapa na vitu hivi, inamaanisha kwamba hata katika maisha yetu tasarufati zetu zote zinatakiwa zipelekwe kwa mujibu wa system ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa nidhamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye anakadiria usiku na mchana. Na leo inshallah Ta'ala tutaeleza wama khalaqa dhakara wal untha. Mwenyezi Mungu baada ya kuapa na usiku na akaapa na mchana, anasema wama khalaqa dhakara wal untha, na anaapa na yule au anaapa kwa yule aliyeumba jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Wama khalaqa dhakara wal untha. Sheikh Abdullah Saleh Farsi akasema na apa Mwenyezi Mungu, na anaapa na Mwenyezi Mungu na yule ambaye ameumba mwanamume na mwanamke. Yeye akasema mwana adhakar mwanamume na al-untha mwanamke. Aya hii ndugu zangu ina mazingatio makubwa sana, na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anapozungumzia mwanamume na mwanamke anachagua lugha ya kuzungumza mahala pake. Ukiangalia Suratul Nisa, Mwenyezi Mungu alipozungumzia mwanamume na mwanamke ni tofauti na anazungumzia wa khalaqa dhakara katika Suratul Layl. Katika Suratul Nisa Mwenyezi Mungu amesema ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma, hakusema adh-dhakar wal untha, akasema wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, pale akataja rijalan wa nisaa, na hapa akasema wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Kisha katika suratul Hujurat Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea asili ya wanadamu akarudia tena neno adh-dhakar wal untha, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Kisha alipoelezea Mwenyezi Mungu katika masala ya kutenda amal akasema vile vile min dhakarin au untha, katika wale wanaofanya amal, iwe katika dhakar au untha, mwanamume au mwanamke. Katika kuumba adh-dhakar wal untha katika suratul Qiyama mwisho. So ni muhimu sana kuangalia Qur'ani inapozungumza adh-dhakar wal untha kuna message gani Mwenyezi Mungu anataka kutuma, na anaposema ar-rijal wan nisa kuna message gani anatuma. Na hili ndilo inshallah Ta'ala tutaiangalia katika hii aya. Wama khalaqa dhakara wal untha, katika lugha wama wanavyoni wa lugha wametofautiana. Hii ma iliyoko hapa ni herufi ya usul, yani ya al-mawsul bimaana alladhi, yani kwa maana utasafsiri na anaapa Mwenyezi Mungu na usiku unapofunika na mchana unapotanda, wama ama unapodhihiri, na anaapa na yule aliyeumba mwanamume na mwanamke. Aliyeumba mume na mwanamke nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hapa Mwenyezi Mungu anajiapia yeye nafsi yake na kile kwa kila anachokiumba. Hii itakuwa ma tumefasiri alladhi, lakini wengine wakasema ma hapa iliyokuwa hapa ni ma almasdariya. Kinachoapiwa hapa ni hivi viumbe viwili, duality, mwanamume na mwanamke. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakusema wa ma khalaqa al-rajula wal mar'a, akasema wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha, kwa sababu context Mwenyezi Mungu ujumbe anautuma hapa katika sura hii ni ujinsia, ambao ujinsia huu ni rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia kawamu ya maisha lazima kupatikane sampuli mbili ya wanadamu, mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anaapa na jinsia ambao kimaumbile mwanamke akizaa, swali la kwanza atakuja kuuliza na amezaa nani? Amezaa simba, amezaa mwanaume. Amezaa nani? Unaona ile jinsia watu hupenda kuuliza nani amezaa.
Na Waarabu walikuwa wakipenda sana mtoto wa kiume, kwa sababu wanasema mtoto wa kiume anaendeleza legacy, yani turathi na power. Na ndio maana katika tuhuma zao walivyomtumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasema huyu ni abtar, amekatikiwa kizazi, watoto wake hawa kiume hana maskini, kwa hivyo hakuna atakairithi dini yake, hii dini ni limited, itaondoka. Lakini Mwenyezi Mungu akajibu akasema inna shani'aka huwa al-abtar, huyo anayekuchukia ndiye amekatikiwa kizazi, kwa sababu wewe mtume kweli watoto wako wa kiume hawako, lakini dini yako itasambaa dunia nzima, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa hivyo ikawa ni miujiza. Na kwa sababu gani? Kwa sababu asili wanadamu wataka kujenga turathi, legacy. Mimi kama Shabani Mwalimu nataka mtoto wangu naye achukue maukifu yangu kadha wa kadha, yanataka yani legacy yangu iendelee. Na mara nyingi mtu mwema duniani ni yule mwenye kufanya ihtimam, hata jina lake hata kiondoka duniani lakini awe still yuko alive, yani yuko hai. Kwa nini? Kwa sababu ile legacy yake ameijengea mazingira mazuri. Tofauti kwamba wakati mwingine huwa kuna ambayo itakuja inna sa'yakum la shatta. Hii inna sa'yakum la shatta, hakika amali zenu zinatofautiana. Wakati mwingine hawa mwanamume na mwanamke hawa jinsia mbili, ikiwa hakutokuweko na system nzuri, kila mmoja atakuwa ni hostile kwa nani? Kwa mwenzake. Kwa hiyo ujumbe unaotumwa hapa, Mwenyezi Mungu anasema la kuzingatiwa zaidi ni jinsi alivyoombeni nyie jinsia mbili. Hizi ni jinsia mbili tofauti, lakini Allah hakusudii kwamba kuna utofauti hapa wa kitabaka, kama leo inavyokuzwa gender confusion, gender conflict. Mwanamume ataka kujifanya ni simba mbele ya mwanamke, na mwanamke ajifanya kwamba naye ataka kupanda kichwa nani? Mwanamume. Yani kuna gender war. Mwenyezi Mungu hazungumzii gender war hapa. Anachokizungumzia ni kwamba kuna gender cooperation, yani uhusiano na ushirikiano, kwa sababu si kila tofauti ileta mgogoro, bali wakati mwingine tofauti ndio kukamilika. Tofauti ndio kukamilika. In this sense, angalia leo wanawake wakae mahala kisha adondoke tu mjusi, watatafuta mwanamume yuko wapi hapa? Jamani yuko, yani walivyokuwa ni mahawafu, yani ni waoga. Kijinyoka kidogo kije tu hivi, wanawake wote watapiga kelele, utadhani kama mbele kuna radi imeshuka kutoka mbinguni, sasa wanakimbiana. Atatafutwa hata kijana mdogo hajabalighi, lakini ile haiba ya mwanamume ilisike. Na mwanamume naye hapati utulivu ila kwa mwanamke. Tusidanganyane kwamba kunajifanya watu si mimi nitaishi ati sitaki mke, na mwanamume naye aseme sitaki mume. Hawa ni warongo. Hii ni cosmetic life, ni maisha ambayo ni ya kisanii. Lakini kihakika rajul, mtu mwanamume aliyokamilika barabara hawezi akaishi pasi na kuwa na jinsia ya kiume. Ndiyo kweli, tunaweza sema kweli kuna scholars, classic scholars ambao hawakuoa si kwamba walimchukia mwanamke, walijiona mapungufu yao kwamba hatoweza kutekeleza ile passion yao ilikuwa kwa elimu. Wa min abrazil ulama ambao hakuoa ni nani? Na al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, faqih na mufassir maarufu karne ya 3, hakuoa, lakini shauku yao ilikuwa ni kubwa katika elimu. Ile passion yao ilikuwa ni kubwa katika elimu. Al-Imam an-Nawawi hakuoa, si kwamba walipinga, ni kwamba ile shauku yao na elimu ilikuwa ni kubwa zaidi hata shauku ya nani? Kwa wanawake. Lakini asili wa ma khalaqa dhakara wal untha, Mwenyezi Mungu anasema utofauti huu wa mwanamume na mwanamke ni utofauti wa ukamilifu. Yani hii dunia haiwezi ikawa ni mahala pa kamilifu ikiwa hizi gender zitagongana, bali hizi gender, ukamilifu wa mwanamume utulivu wake ni kwa nani? Kwa mwanamke. Na mwanamke naye utulivu ni kwa nani? Kwa mwanaume. Hiyo ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akawasifu wanawake, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yani wao wanawake ni kama vazi, ni kama nguo
unayojistiri, na wao pia kwa nyinyi, na nyinyi pia ni vazi. Mkijifunika nguo moja, ina maana haya mko pamoja kiasi kwamba hamsambazi yatakayojiri pale, kisha mtastahamiliana. Mapungufu ya mwanamke ndio furaha kwa mwanamume, na ujasiri wa mwanamume ndio furaha kwa nani? Kwa mwanamke. Na haya yamezungumzwa na wanasaikolojia wengi sana. Huwa wanadokeza masuala ya kwamba je, mwanamume atakuwa simba vipi kwa mwanamke? Yani wanazungumza masuala haya kwamba mwanamume siku zote pale ambapo pana tabu inatakana mwanamume aonyeshe ujasiri, na ukitaka udharauliwe na mwanamke pale ambapo pana shida, wewe jifanye kama mwanamke, ndio utadharauliwa zaidi. Sasa zote hizi wanabambanya, lakini kihakika Qur'ani imeweka mahala pake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Usimamizi huu si usimamizi baba wa simba ufike nyumbani waogopewa. Hii ar-rijal, hii qawama iliyoko hapa ni qawama ya hamlul mas'uliyya, kwa huyu mwanamke ukishamuoa sasa yuko chini ya himaya yako, kiasi kwamba Uislamu ukamkataza mwanamke pia kufanya baadhi ya ibada, ila ibada zile afanye kwa ridha ya nani? Ya mumewe. Wewe angalia saumu ya sunna, mwanamke hafai kuifunga mujarradi tu mpaka apate idhini kwa nani? Kwa mwanamume. Na nasi tukaambiwa waatu nisaa sadaqatihinna nihla, na tuwape wanawake zawadi, mahari. Logically hapa it seems kwamba sasa kana kitendo tutashiriki sote, naam, cha ndoa na nini, kwa nini mimi nipe mahari? Hii ni zawadi. Mwenyezi Mungu anatutaka sisi tumtukuze mwanamke. Kwa hivyo wama khalaqa dhakara wal untha, hapa Mwenyezi Mungu anasema mazingatio ni kuumbwa kwa jinsia hizi mbili. Hizi jinsia mbili kama kunavyotofautiana usiku na mchana, na tofauti ya mwanamume na mwanamke, tofauti zote hizi si msingi kwa maana zilete classism katika ulimwengu ama mivutano, bali ni dalili ya kuimarisha imani zetu na kutambua kuwa kumbe moja katika dalili ya Mwenyezi Mungu kuweko kwake ni huku kuumbwa mwanamke na mwanamume. Na ndio maana watu hupata tabu sana ikiwa mwanamume ama mwanamke ama mwanadamu amezaliwa lakini hajulikani jinsia yake. Mahuntha hawa, kuna huntha mushkil na ghair mushkil. Kuna huntha ambaye amezaliwa lakini tunajua huyu anamili sana upande wa kiume, ana hukumu zake katika sheria. Na kuna huntha mushkil, yeye ana jinsia zote na zote zafanya kazi. Sasa haijulikani ni mwanamume au ni mwanamke. Na Mwenyezi Mungu wakati mwingine hukadiria, anaweza kazaliwa mtu huntha hasa kisha akawa mwanamume, baadaye akawa ile nafsi yake ya kike haifanyi kazi kafanya kiume. Ilipatikana hii katika tulivyoeleza katika nchi za kama Malaysia nadhani au Indonesia, alizaliwa mtu na tupu mbili, ya kike na ya kiume, lakini ya kike ikawa ndio inafanya kazi zaidi, akaolewa akazaa. Sasa baadaye uke kaondoka, ikatumika ya kiume, akaoa akazaa akazalisha. Na hii hupatikana, lakini asili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aghlabia ya wanadamu wana jinsia kike peke yake na ya kiume peke yake, na ni moja katika neema kubwa sana. Wama khalaqa dhakara wal untha. Sasa Mwenyezi Mungu kuzungumza kwamba na yule aliyeumba mwanamume na mwanamke, Allah Subhanahu wa Ta'ala analeta jibu, asema inna sa'yakum la shatta, hakika ya juhudi zenu, ya amali zenu, ya harakati zenu nyinyi wanadamu, kama unavyotofautiana usiku na mchana, kama unavyotofautiana mwanamume na jinsia ya kike, basi matendo yenu vile vile nyinyi wanadamu hayafanani. Sasa hapa yaelezwa kutofanana huku yategemea sasa ideolojia ulioibeba.
Ikiwa mwanamume huyu amebeba ideolojia ambayo ni tofauti na mwanamke, bila shaka kutakuwa ni tofauti kubwa sana. Itakuwa mitazamo ni tofauti. Mitazamo ya mwanadamu kwa tofauti ni mingi sana. Kwanza, mtazamo wa kiakili. Ufahamu wetu sisi sote hapa ni tofauti. Kuna mtu anaweza kuangalia jambo mara moja akalifahamu kwa haraka sana, na mwingine atahitaji kulitazama mara ngapi? Mara 3, hafahamu. Kuna mwingine amali zake utamuona anafanya hivi na hivi na hivi katika masala, kwa mfano kutoa, katika masala ya kusaidia watu, lakini kuna udhaifu katika amali fulani. Watu wote wako hivyo. Kuna wengine utawaona ni wazuri katika uongozi, lakini pengine katika swala la utoaji si wazuri. Kuna wengine utakuta ni wazuri katika kutoa, lakini katika masala mengine ana udhaifu. Hivi ndivyo ilivyo. Na vile vile kwa hali hii, inna sa'yakum la shatta, Mwenyezi Mungu alipoleta uongofu sasa, wa hadainahu najdain, alifahamu wazi kwamba kuna wanadamu, kuna wale watachukua akili zao na kufahamu mambo wakaukubali Uislamu, hawa wataitwa mu'minun, na kuna wale ambao watakuwa nani? Makafiri. Inna sa'yakum la shatta, kuna watu ahlul iman na ahlul kufr. Inna sa'yakum la shatta, kuna watu ambao ni atqiya na kuna watu ambao ni asqiya, kuna watu wacha Mungu na kuna watu ambao ni waovu. Inna sa'yakum la shatta, kuna watu ni usat, maasi, kisha na fujjar. Kuna tofauti baina ya asi na fajir. Asi ni mtu anayemwasi Mungu kisha anastara, ya Rabbi nimemkosea Mungu mimi. Lakini fajir ni jitu ambalo hutangaza yale maasiya. Tofauti vile vile. Kwa hivyo inna sa'yakum la shatta, hakika ya matendo yenu nyinyi wanadamu na juhudi zenu ni tofauti. Sasa basi, ikiwa usiku na mchana na mwanamume na mwanamke, hivi ni vitu tofauti, basi vile vile muelewe amali zenu zitakuwa ni tofauti. Kwa sababu tofauti hii inakuja ni suala la kimaumbile. Lakini tofauti hii sasa inakuja katika approach yako. Je, haki ikija utachukua vipi? Ukichukua haki na kuifuata haki, utatofautiana kabisa na mtu ambaye atakuwa anakuwa na inadi katika haki. Ndio zikaja aya fa amma man ata wataka, ambacho tutaziangalia inshallah katika wiki iliyopita, katika wiki itakayokuja, kuangalia katika ule utofauti. Mwenyezi Mungu akaleta mfano hapa kwa fa amma man ata wataka wasaddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kisha tofauti nyingine wa amma man bakhila wastaghna. Kwa hivyo aya hizi zikawa zazungumzia matabaka mawili, ambayo haya matabaka kama walivyotofautiana, kama tofautiana usiku na mchana na mwanamume na mwanamke, basi hilo pia hupelekea watu kutofautiana katika amal. Basi sisi Waislamu, matendo yetu, mitazamo yetu inatakiwa itofauti na watu wa mila nyingine. Kwa bahati mbaya sasa ni kule kukubali Waislamu kuingia katika mitego ya wasiokuwa sisi, yani kutaka kusawazisha sasa baina ya sisi na wao. Uislamu ni mbali na ukafiri na ukafiri ni mbali na Uislamu, wala vitu hivi viwili havifai kufanya nini? Kuwa harmonized. Na Mwenyezi Mungu alikataa masala ya harmonization. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hakuna compromise hapa. Kwa hivyo haki ni haki na batil ni batil. Sasa katika kuchukua haki kuna watu wako front runners katika kuchukua haki, na kuna watu ambao wako slow, na katika batil kuna watu ambao wenyewe wanafanya batil na kueneza ile batil, na kuna watu ambao katika batil ni wenye ni wafuasi tu. Kwa hivyo inna sa'yakum la shatta, hakika amali zenu ni zenye kutofautika. Na hii pia ni dalili kwamba hapa duniani, ndugu zangu, kwataka kitu kinaitwa as-sa'y. Duniani kwataka juhudi. Usifikirie kwamba ati mambo yatakuja hivi hivi. Kama Chambelecho wenyewe anasema, ukitaka kufa maskini subiri watu wakufanyie. Ukisema fulani yuko atanifanyia, fulani yuko atanifanyia, utakufa maskini. Muhimu kutoa juhudi yako, ila Uislamu ukaeleza kwamba si juhudi yako ndio eti ndio utapata riziki.
Masuala riziki ni tofauti kabisa. Riziki anayetoa nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi juhudi zako ni taklifu ufanye, lakini uelewe si ujanja wako. Kuna watu walipata riziki pasi na sa'i. Kwa hivyo Ar-Razzaq ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye sababu ya kuruzuku ni Mwenyezi Mungu mwenyewe tu. Lakini kwa kuwa hii dunia ni mahala pa taklif, ni mahala pa kufanya, mvua ikinyesha shika jembe ukalime. Usiseme Mwenyezi Mungu ataleta. La, usijikatishe tamaa. Mwenyezi Mungu asema kwamba famshu fi manakibiha. Hii famshu manakib, watu watembee. Kutembea huku ni kuexplore, kufanya kazi. Tulipiga mfano siku moja hapa, mmoja katika wazungu hapa aliyekuja na nadharia nafikiri ya gravity. Alifeli, bado akafanya bidii mpaka akafika kwa msomi mkubwa sana. Sisi Waislamu tunao mfano mzuri wa Ibn al-Hajar al-Asqalani. Mwanachuoni huyu Ibn al-Hajar al-Asqalani akaitwa Ibn al-Hajar kwa sababu kichwa chake ilikuwa hakikamati mambo, lakini kuna siku akaona watu wanapovuta kamba kwenye kisima mpaka ile kamba ikaleta athari kwenye jiwe. Akasema angalia, jiwe ni gumu, lakini kwa sababu ya kila siku watu kuvuta ile kamba kufika pale kwenye jiwe, lile jiwe likafanya nini? Likapasuka. Basi cha kudumu huwa lazima utatija. Akarudi kwa mwalimu wake, Mwenyezi Mungu akamfungulia. Umuhimu tu ni kuelewa persistence na kuwa na efforts ni muhimu sana katika maisha. Usitegemee ikawa hivi tu mambo yanakuja hivi. La, hapa si peponi ndugu zangu, hapa ni duniani. Inataka na ufanye bidii, ujipinde, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuruzuku na atakupa yeye, si bakhili. Inshallah Ta'ala tutakoma hapa na tutaingia katika session yetu ya